Asifiwe tena. Mimi nina furaha kukutana nanyi siku ya leo. Si kwa nguvu zangu wala uwezo wangu, ila ni kwa msaada wa Mungu na kunipa kibali hichi kusimama mbele zenu. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, lazima tumshukuru Mungu na wale ambao wametumika katika kuona ni vyema wiki hii yote nisimame mbele zenu. Si eti kuwa mimi najua kufunza, ila ni kusaidiana. Mahala ambapo unaona nimeenda kinyume, unaweza ukajua siku ingine tutafanya nini, tutarekebisha. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tuamini, tuombe kwa ajili ya neno. Asante Mfalme wa ajabu ishie milele. Baba, tunakuinua, tunakutukuza adhuhuri ya leo, tukisema Baba unastahili kuabudiwa na kuinuliwa katikati ya miungu yote. Baba, wewe ni Mungu mwaminifu, hakuna mwingine aliye kama wewe Mfalme. Baba, ninaposimama mbele ya watumishi wako Baba, wapendwa wako uliyewateua, Mungu wangu Jehova, napatoa yaliyo yako ndani ya kinywa changu, ukatie yaliyo yako Mfalme wa ajabu. Wacha wewe ukaonekane, mimi nikosekane Mfalme, na sifa na utukufu zitakurudia. Baba, umesema palipo watatu wawili wanapokusanyika, Baba wewe uko hapo kwa ajili ya neno lako. Karibu, tunakukaribisha, maana wewe ni mweza wa kila jambo. Uinuliwe, uabudiwe, maana wewe ni Bwana. Ni katika jina safi naomba nikiamini. Amen. Wapendwa, mafunzo ambayo niko nayo kwa siku ya leo si kwa nguvu zangu. Usiyaone jinsi unavyoniona mimi, ila yasikize ni kama yanatoka direct kwa Mungu, si kwa kinywa changu, na yatakupa msaada kwa hii wiki yote. Bwana Yesu asifiwe. Wenye hawakuwa kwa hii wiki yote, tulianza na 1 Corinthians 6:15 ambayo ilikuwa inatueleza kuhusu dhambi ambazo tunajihusisha nazo. Dhambi hasa sana ilikuwa inaongelea kuhusu dhambi ambazo tunajihusisha kama Wakristo, kwa kujua na kwa kutojua. Maana kama youth wetu, wao wakifika age ya youth wanaona nitaitwaje msichana, lakini Mungu hapendezwi na hiyo. Anataka ulinde uyouth wako, ulinde kwa heshima, ndiposa hata wakati utakapokuwa tayari kupata mchumba, utakapokuwa ukimuita Mungu, Mungu atashusha mchumba wako. Lakini akipata umejaza wachumba ati ndio boyfriends, wapendwa, ukiomba, hata sisi tukuombe, hata uwekelewe mikono yote, wapendwa, Mungu akikuangalia anauliza, sasa huyu mwanangu anataka ndoa ndio, lakini na hawa wenye wamepanga kando yake. Ni lazima tujue kuvua hizo nguo za dhambi ya kutenda matendo ya ndoa kama hujafikisha kuwa mwanandoa. Tunajua ni vigumu yote kutuelewa, maana ukiongea anakuambia hiyo ilikuwa ya analog. Lakini nasi tunakubali, hata kama ilikuwa ya analog, huyu Yesu habadiliki, ni yule yule tu aliyekuwa mwanzo na hadi wa leo, na bado ataendelea kuwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tukatoka hapo tukakuja kwa yule mwanamke Msamaria ambaye alikutana na Yesu akiwa na uchafu katika maisha yake. Lakini mimi yangu ikakuja kuwa wakati wa kukutana na Yesu. Maana huyo mwanamke akienda kuchota maji hakujua anaenda kukutana na wokovu wake, lakini alikutana na wokovu wake na akatumika kuwa chombo cha kwenda kukomboa na kuwaita wengine waje wasikie neno ambalo ni la uhai. Bwana Yesu asifiwe.
Na siku ya jana tumeongea kuhusu kujivika silaha zote za Bwana, na hatuwezi pigana vita. Unajua, unapotoka katika hizo dhambi ukimkubali Kristo, kuna shetani anainuka, maana wewe umemkiri Kristo, na anapoinuka sasa, usipokuwa na hizi silaha ambazo ni silaha za wokovu, kusoma neno lake, kuwa muombezi na kujifunza hata katika kufunga, maana katika kufunga kuna jinsi unatiwa nguvu kwa mtu wako wa ndani, ndiposa ukaweze kupigana vita vyema. Bwana Yesu asifiwe. Na siku ya leo tukikamilisha, ni siku ya kuambia Mungu, tunaomba ombi la wokovu ndani mwetu, Roho aliye ndani mwetu, jinsi tutakuwa akikua. Na sasa headline yangu nimeiweka prayer for spiritual growth. Maana tumesikia jinsi tulivyokuwa mwanzo, tumekuja vile tumekutana na Kristo, na sasa ni wakati wa kujua, je, katika hali ya kiroho tutakuwaje? Bwana Yesu asifiwe. Na tunapata hayo mafunzo kutoka kwa Ephesians chapter 3 verse 14. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni maombi ambayo Paulo aliyekuwa mtumishi wa Mungu aliyekuwa anaandikia Waefeso barua za kuwahimiza jinsi wanavyostahili kukaa katika maisha yao na kusongea katika uso wa Bwana kila wakati. Aliwaandikia dakika ya mwisho akiwaeleza jinsi wanavyostahili kukaa katika hali ya kuhitaji hizo nguvu za Kristo, ndiposa wakaweze kufanya nini? Kuendelea safari hii, maana ni safari iliyo ndefu, ni safari iliyojaa wanyama wakali, milima na mabonde. Lakini kwa yote, tukiwa na zile silaha za jana, tuongeze katika maombi haya ambao Paulo anaombea Waefeso, na wakati huu sisi ndio Waefeso ambao tunaongeleshwa. Bwana Yesu asifiwe. Tunasoma kuanzia 14, inasema, for this reason I bow my knee to Father our Lord Jesus Christ. 15, from whom the whole family in heaven and earth is named. 16, that he would grant you according to the riches of his glory, to be strengthened with mighty through his Spirit in the inner man. 17, that Christ may dwell in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love, may, 18 inasema, may be able to comprehend with all the saints what is the width and length and depth and height, to know the love of Christ which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. 29 inasema, now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kivyangu kama mwanadamu ningeliona kuwa
hapa tulikuwa tunafunzwa kuwa kwa yote ambayo tumepitia, kwa yote ambayo tumetenda, kwa kujua na kwa kutojua, tumesamehewa dhambi. Na tuliposamehewa dhambi, tulipokuja kwa Kristo, sasa ni wakati ambapo tukavishwa hizo silaha za vita ambazo zinafaa zituwezeshe kupigana vita hivi. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati huu tunafika wa mahala ambapo tunafunzwa jinsi ya tutakuwa katika maombi yetu. Hata tukiomba tusijiombee sisi wenyewe, maana kuna wale wanaokombolewa kutoka dhambi upya. Kuna wale walitenda wakaokoka tena wakarudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunaambiwa hapa hata hao tuwaombee, maana Mungu aliye na uwezo na mamlaka tunapomuitisha hizo nguvu za Kristo Yesu, ataleta upya ndani mwetu na atatufanya kuwa watu wa familia yake. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, kuitwa mtu wa familia ya Kristo ni furaha iliyoje. Maana unapokuja katika nyumba yake, na si kwa nyumba yake peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Unapomkubali Kristo, tunayemuongelea zaidi hapa ni Kristo Yesu, mwana wa Mungu aliye hai, ambaye tukiingia ndani mwake tuishi, naye awe ndani mwetu, aishi ndani mwetu. Wapendwa, tutakuwa na nguvu za kuvalia hizo silaha, na tukishavikwa hizo silaha, tumewekwa katika hizo nguvu na uwezo wa kufika mahali tunaweza ombea wenzetu watoke katika familia ambayo familia ambayo si ya Mungu. Ni ya nani? Ni ya upinzani. Na ni wengi wamefungwa katika familia ya upinzani kwa kujua na kwa kutojua. Maana mtoto wako ataenda katika hiyo familia kwa ajili yeye anahitaji mali yake. Wapendwa, na wakati atakapokuwa akiulizwa hayo yote, mimi huwa nasema kwa shetani hakuna kitu cha bure. Maana hata ukienda kwa mganga, ni nani umewahi sikia ameenda kwa mganga mikono mitupu? Hakuna. Kwa mganga lazima uende, uweke sadaka yake hapo, ndiposa aanze kukuambia yale anataka. Na hata akikupatia huo msaada ni wa muda tu, wapendwa. Lakini tukipata msaada kutoka kwa huyu Yesu, na sacrifice ambayo Yesu anataka ndani mwetu ni tumuamini. Tukishamwamini na kumkubali na kumkaribisha ndani mwetu, aishi ndani mwetu na sisi ndani mwake, wapendwa, tutakuwa na amani ya roho. Heri kuwa na amani kuliko kuwa na fedha. Wapendwa, kama haujajua, ukiona tajiri, ukimtazama na macho yako, utatamani alicho nacho. Lakini ingia kwa hiyo nyumba, uwe mmoja kama mtumishi wa kumwoshea ama kumfanyia kazi zake za nini? Za nyumba. Ama uwe hapo katika hali yoyote, ndio utajua, wapendwa, heri kuwa na Kristo. Hata kama unajiona maskini, na Kristo anakuwezesha, unakula, unakunywa, kwa huo uchache wako unasomesha watoto. Ni kipi kingine tunachohitaji? Hii ni mali ya dunia inayotudanganya. Mimi sikujua ukweli hadi wakati Kristo alinituma, nenda kwa boma fulani, kuna majaribu, kuna mambo magumu, lakini ukidumu ndani mwangu nami ndani mwako, mpendwa, utavuka mambo mengine. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, tusijidharau jinsi tulivyo. Ukiwa na Kristo ndani mwako, wewe uko na kila kitu. Maana ilifika mahali, wapendwa,
njia ya kweli na uzima, ambaye itatuwezesha kuingia katika familia ya huyu Mungu. Na tukishaingia katika hii familia ya kuitwa wana wa Mungu, tuna utawala, tuna mamlaka. Chochote tumuitishacho ana uwezo wa kutupatia, ila tutembee katika njia zinazompendeza. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa hapa kwa maombi tunaambiwa kuwa yeye katika maombi tunaombewa Mungu atupe hiyo utajiri, huo utajiri ambao utatukuza nini? Jina la Mungu. Si utajiri ambao tutaingia katika mitego ambaye shetani atakuwa ametuwekea, eti kuwa hata ukienda kwa huyo tajiri umeajiriwa hiyo kazi, lakini unakosa kuangalia kilichokupeleka huko. Wewe ndio huyo boss atakuja kinyuma nyuma na akwambie, ninaona ukiwa unafanana vizuri. Mwambie, wakati atakwambia you look good, mwambie he is the great I am. Maana ukimwambia boss he is the great I am, Jesus atatoroka, hata simama mahali ulipo, hata kuonyesha cheki ya pesa ngapi. Hata ukiwa ndani ya Kristo hautakubali hiyo cheki, utaiona bure. Maana kilicho ndani mwako ni kikuu, ni cha dhamana kuu, kilinunuliwa kwa bei ghali. Na ukijua kutunza mwili wako kwa kukaribisha Kristo ndani, hata majaribu yanayotupata nje, ndiyo majaribu haikosi, lakini yanapokuja yanakuja kututia nguvu. Na ukiwa na Kristo, Roho wa Bwana ambaye Paulo anatuombea kwa Mungu atupe nguvu ya Roho katika mtu wetu wa ndani. Maana mtu wako wa ndani akiwa na nguvu, mpendwa, mtu wa nje hana nguvu zozote. Hata ukitaka kwenda kutenda tendo mbaya, huyu mtu wa ndani ana nguvu za kukustua mara moja na kukuonyesha hiki tunatenda ni kibaya. Wapendwa, tusikae kama vipofu tunaosema kuwa tunaishi ndani ya Kristo na Kristo ndani mwetu, lakini hatuna hiyo Roho ndani mwetu wa kutukataza kufanya vitu ambavyo havimpendezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa anatutia nguvu hapa, akituambia mtu wetu wa ndani akiwa na nguvu, tutakuwa na faith ndani ya mioyo yetu. Utakuwa na nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Na si nguvu hizi zetu kama kawaida, ni nguvu za Roho Mtakatifu ambazo zitakuokoa kutoka kwa njia na vitu ambavyo ni vya dunia. Wapendwa, tusitamani vitu za dunia, maana saa hii tunaziona zikimeremeta, lakini zina malipo yake. Wakati utaanza kuulizwa, dadangu, una watoto wawili, wewe umejipeleka huko ama mume wako ameenda huko, umepewa chenye umepewa, unaona maisha ni mema. Lakini wakati wa mavuno, mpendwa, shetani atakapokuja sasa, anatuma agent wake, anakuambia biashara inaenda aje? Vizuri, kila kitu kiko sawa, ndio basi tunataka mavuno. Utapeana nani? Bwana Yesu asifiwe. Tumkimbilie huyu Kristo peke yake. Ni yeye aliye na uwezo na mamlaka juu ya maisha yetu. Ni yeye atatupatia hicho ambacho tunaona hakifai. Na wapendwa, nitarudia mara tena, wakati Mungu amekutoa huko na miguu yako akakuleta kwa madhabahu kama haya madhabahu yana kila kitu. Ni sisi ambao hatujui ukweli. Haya madhabahu yana fedha, haya madhabahu yana ndoa, haya madhabahu yanainua watu kutoka mavumbini. Ni wewe jinsi utajiconnect na haya madhabahu ya Kristo kwa uaminifu wako. Maana hata tukiendelea tukiona
kusema kuhusu kuna upana. Kwangu mimi nikiangalia upana, tukisema wide, mimi kwangu nitasoma jinsi nilivyoandika. It covers the breadth of our experience. It reaches out to the whole world. Yani ukiwa na roho wa Mungu ndani mwako kwa huyo mtu wa ndani, wapendwa, inaondoa, inafunika chochote kile ambacho unaona wewe kama mwanadamu hauwezi. Lakini wewe kama mwanadamu, maana una hizo nguvu uliotiwa na huyu Kristo ndani mwako, utaenda hata ukuu utaonekana huko nje. Utaenda mpendwa, utapata kuna mtu pengine ameshikwa na mawazo hata hajui afanye nini. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ndiye utakayesukuma suluhisho lake. Utapata mtu pengine anatoka kwa ndoa yake, wewe ndiye uliye na jibu, maana ulichaguliwa na ukakubali Kristo. Utapata mgonjwa hata kwa plot ama mahala popote, wapendwa, ni wewe ndiye Kristo anayetazamia. Bwana Yesu asifiwe. Tukikuja kwa urefu, it continues the length of our lives. Urefu wa Mungu, wa upendo wa Mungu haujulikani. Maana yani ukiangalia kwa urefu, hata nifananisha na nini, hausemeki. Tukiangalia jinsi hiyo, tutajua kweli huyu Kristo anatupenda na upendo usio wa dhati. Tukienda kwa urefu, yani kuna long na height. Ukienda kwa urefu wake, height yake, it raises to the height of our celebration. Ni nani kama huyo? Ni upendo ulioje ambapo